Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa kwa WhatsApp namba 0672476301 au 0654467177. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Kwa mara ya kwanza Urusi na Korea Kaskazini wanakiri kuwa vikosi vyao vilikuwa vinafanya kazi kwenye jimbo la Kursk kule ndani ya Urusi. Putin amemshukuru Kim kwa uwezo wa vikosi na ufanisi wa vikosi vyake. Mnakumbuka wiki jana niliwaambia kuwa taarifa ya Urusi inasema kuwa walikuwa wameshakomboa eneo la Kursk kwa 95.7 walisema. Sasa taarifa ya jana wanasema wamemalizia na sasa wameviondoa kabisa vikosi vya Ukraine kwenye ardhi ya Urusi. Jambo ambalo linakanushwa na Kiev. Kiev wanakataa, wanasema kuwa si kweli kuwa tumeondoka. Still mstari wa mbele wa mapigano unaendelea kama kawaida. Hali kadhalika vyombo vya habari vya Ulaya vinaripoti kuwa mapigano bado yanaendelea Kursk na hawajamaliza. Lakini katika hilo ndio kwa mara ya kwanza Urusi inaishukuru Korea, ambapo kuwa taarifa zilitoka mwaka jana kuanzia mwezi Oktoba kuwa kuna vikosi vya Korea Kaskazini viko upande wa magharibi mwa Urusi vinapigana kwenye jimbo la Kursk, kitu ambacho kuwa kilikanushwa kwanza na Moscow, lakini Korea walikuwa hawajaongea lolote. Lakini jana na juzi hizi taarifa zilizoanza kutoka, nchi zote mbili zimethibitisha kuwa ni kweli kumekuwa na vikosi hivyo. Ni kweli kumekuwepo na vikosi vya Korea vikipigana kwenye ardhi ya Urusi katika pande zote mbili, hasa katika kulinda makubaliano. Hawa wana mkataba wa kiusalama, mkataba wa kimkakati ambao umekuwepo. Kwa hiyo wanaweza kupeana vikosi vya askari kwenda huku na huku. Kwa hiyo wanaenda kukamilisha kupigia mstari malalamiko ya Ukraine ambayo yalikuwa yametolewa. Ukraine alisema kuwa nina uhakika vikosi vya Korea vipo, na jambo ambalo lilikanushwa awali. Kwa hiyo kwa hii kauli kuwa inaenda kuthibitisha kuwa kweli. Inatajwa zaidi ya askari 1,000 walifariki kati ya askari 12,000 wa Korea Kaskazini walikuwa wanapigana upande wa Kursk kukomboa ile jimbo. Hizi ni taarifa kwa mujibu wa vyombo vya habari vya magharibi. Kwa hiyo ukitoa taarifa uwe unatuambia kuwa imetoka upande gani. Hii ni kwa mujibu wa vyombo vya habari vya magharibi. Kwa hiyo vyombo vya magharibi ni vile ambavyo vina upinzani na upande wa pili wa Urusi. Usitegemee kama vitakupa taarifa ambayo wewe unaitaka. Lakini hata Urusi akitoa atatupa kwa upande wake kwa vikosi askari 200,000 wa Ukraine wamekufa. Hiyo ni taarifa ambayo inaweza ikatolewa na upande wa Urusi, na yenyewe sasa inabidi utumie akili yako mwenyewe kuwa inawezekana kweli askari hao wakafa na nini. So imekuwepo propaganda kubwa ya vita ya Urusi na Ukraine katika kipindi kirefu hapa. Sasa katikati ya hili Trump kwenye maziko ya papa kule walikutana, wakakaa faragha kidogo, wakazungumza. Katika mazungumzo yao wakasifia, wakasema kuna maendeleo kiasi. Baada ya kutoka pale Trump alikuwa akihojiwa na vyombo vya habari kuhusu mazungumzo. Akaulizwa, anasema ndani ya wiki 2 zijazo huenda tukafikia makubaliano ya usitishaji wa vita Urusi na Ukraine, lakini moja swali ambalo lilikuwa ni gumu ni kuhusu Crimea. Na hilo swali aliulizwa na mwanahabari kuwa, je, Zelensky yuko tayari kuachia peninsula ya Crimea yote iende upande wa Urusi? Akasema I think so. Ndio alijibu I think so, nadhani. Kwa hiyo ni kama vile hili swala watakuwa wamelizungumza, au tuseme ni kauli ya Trump ambayo huwa anapenda kuwawekea vinywani wapinzani wake ili awalazimishe wakubali kile wanachokubali. Kwa sababu unakumbuka alivyomwalika Netanyahu kwa mara ya kwanza, akatangaza wakati wapo mbele ya wanahabari pale kwenye ofisi ya Oval, akasema kuwa Marekani inaanzisha mazungumzo na Hamas moja kwa moja. Ile anakulisha kauli ambayo mbele ya wanahabari wewe huwezi kubisha, kwa sababu huyu ni mtu mkubwa na anakusaidia na kila kitu, anakulazimisha. Wakati ndani wametoka kuzungumza kuwa hili halitokuwepo kwa sasa, mbele ya wanahabari Trump anazungumza hivyo. Yote ni hold, yani kukubana sasa wewe ili unase kwenye mfumo wake. Lakini kumbuka ziara ya pili ya Netanyahu pia, wakati majibizano ya ndani yalikuwa kuhusu Irani tutaona nini, okay tutazungumza, tutapanga siku. Mbele ya wanahabari Trump akazungumza kuwa tunaanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na Iran ambayo yatafanyika Oman. Ilikuwa ni surprise. Hata ukitazama video zile zinakuonyesha Netanyahu alikuwa surprised.
wakati huo alidua na akashindwa kujibu, akashindwa kukataa, kwa sababu huyu ni Trump, siwezi kumbishia, halafu ndio mfadhili wangu mkuu. Kwa hiyo na hili la bwana Zelensky naweza kuamini kuwa ni muendelezo wa Trump kualisha maneno ili ushindwe kulipinga. Nimemsikia waziri wa nje, waziri wa ulinzi wa Ujerumani anasema haitokubaliana, yani Ulaya haitokubaliana na uamuzi wa kutambua Crimea kuwa eneo la Urusi kwa hivi sasa, na wanaiunga mkono Ukraine kwa nguvu zote kuendelea kupinga hili swala. Nadhani mgogoro mkubwa hivi sasa umebaki kuwa ni Crimea, sio tena Luhansk, Donetsk wala Donbas yote. Nadhani majibizano mengi yamekuwa ni hapa Crimea, kwa nani anaichukua Crimea, nani anaiachia Crimea, Crimea inakwenda kwa upande wa nani. Hapa ndio wamekuwa wakijibizana kwa hivi sasa, hakuna kitu kingine. Muda utatupa majibu kwa vyovyote itavyokuwa. Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa kwa WhatsApp namba 0672476301 au 0654467177. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Rahby Digital inazidi kuboreka. Tupo kwenye harakati za kuboresha akaunti yetu na kufanya kazi maoni yenu. Ushauri wenu ni muhimu sana kwetu na tunafanya kila jitihada kuhakikisha tunawaletea maudhui bora zaidi. Kama unahitaji kutunga mkono katika safari hii, unaweza kuchangia kiasi chochote kile ili kusaidia kufanikisha malengo yetu. Changia sasa na uwe sehemu ya mabadiliko. Unaweza kuchangia kwa Equity Bank kupitia namba 301118112229. Jina ni Ibrahim S. Khalfan. Mix by Yas 0673800882. Jina ni Ibrahim Khalfan na M-Pesa ni 07685010500100. Jina ni Ibrahim Khalfan. Rahby Digital, haki na ukweli. Rahby Digital, haki na ukweli.